Vipi, una uwezo wote kama Tolo anao? Unajua siku zote mwalimu ni mwalimu blaza. Mwalimu anaweza kukufundisha vingi sana na ukajua vingi, lakini mwisho wa siku kuna kimoja tu hata kuonesha. Hiyo sasa itakuwa ni akili yako, sasa ujipambanie mwenyewe ili uweze kumfikia. Abedi TV. Hii ni Abedi TV, jicho la nyumbani. Maeneo haya niko location moja hii ambao wanaifanya mwingi sana, lakini pia niko na msaidizi wa Tolo ambaye atatuambia kwa majina, lakini pia why anaendelea kuwa pamoja na Tolo kwa ajili ya kufanya kazi yake hii. Tutajua kwa mengi zaidi sana, na kwa majina tutaendelea kumjua, kumfahamu pia. Brother, mambo vipi? Fresh kaka. Nakwaje? Fresh kabisa. Ni heri sana. Na kwa location. Nipo. Vipi hapa mna issue ya kufanya hapa au kuna nini? Tuna issue bro. Maana tunakuja kufanya kazi. Vipi, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Director Maja. Director Maja. Director Maja au Maja. Vipi hapa imekuwaje mpaka mmechaguliwa hii kundi yenu ya kina Tolo, mmechaguliwa kuja kufanya kazi hapa? Bro, kwanza nisiwe muongo. Tolo Production ni kampuni ambayo inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni lazima sisi kuchaguliwa. Yaani sina wasiwasi kabisa sisi kuchaguliwa. Yaani tunajiamini kufanya kazi. Kwa hiyo muda wote tuna uhakika kazi itakuja na tutapiga kazi. Vipi hapa kwenye hizi production zingine hapa, kama unasema Tolo Pro na kuna watu wengine ambao wanafanya kazi kama yeye. Vipi nafasi yenu, nafasi gani hapa kampeni, nafasi yenu ambayo mnayo hapa? Naweza nikasema sisi tuna nafasi ya kwanza, kwa sababu kama hapo awali nitanguliza, Tolo Production ni kampuni ambayo inafanya kazi vizuri kabisa. Kwa sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kuja kuipindua, na kama ambayo kuna mtu ambaye yupo kwa sasa, lakini sina uhakika. Japokuwa watakuja na wapo, lakini sina uhakika kabisa. Na vipi Tolo anapokuwa hayupo na wewe ndo unakuwa na present kampuni, vipi, una uwezo wote kama Tolo anao? Unajua siku zote mwalimu ni mwalimu blaza. Mwalimu anaweza kukufundisha vingi sana na ukajua vingi, lakini mwisho wa siku kuna kimoja tu hata kuonesha. Hiyo sasa itakuwa ni akili yako, sasa ujipambanie mwenyewe ili uweze kumfikia. Ila uhakika blaza akiwa hayupo, kampuni inakuwa yumbi, inakuwa imesimama kwenye mstari. Nakumbuka mara moja alikuwa Dar es Salaam hapo, alifanya mwezi mmoja. Na huko mimi niendelea na job. Mwisho wa siku akaja blaza, ripoti hapa nimefanya kazi na mshiko hapa ambao nimeingiza. Akasema dogo fresh sana, nimekubali. Kwa ndo kama hivyo, yani Tolo Production mimi kama mdogo wake, yani mrisi wa chini, yani sina wasiwasi, nafanya kazi vizuri kabisa. Hapo unasema kwamba kama mdogo wake, wewe mdogo wake wa tumbo kabisa au mdogo wa kazi? Mdogo wake wa tumbo pia na mdogo wake wa kazi, yani sehemu zote nipo. Yani Tolo brother wako kabisa kabisa. Hivi kwa nini mnatumika mabrother hivi? Na mimi siwezi kaja kujiunga kwenye kundi lenu. Ukitaka unaweza ukaja. Kwanza sisi hatuna ubaguzi kabisa. Wapo wengi wanakuja tu, tunawafundisha kazi. Kuna jamaa mwingine sasa hivi tu ameniomba namba, dogo nahitaji unifundishe namna ya kuseti gimbo. Nikamwambia brother, usiwe na wasiwasi. Wewe nipe namba, ukihitaji utanipigia. Na kama unahitaji mafunzo nini kuseti gimbo, nitakuelekeza. Wala hata sitakuomba hata 100. Nitakuelekeza namna ya kuseti, ila sasa kwenye kuitumia sasa ndio utalipia. Hivi kwenye masuala yote ya production, yani unapoingia location unashika zile scene au zile take unachukua, lakini pia nafika umemaliza, umeingia nyumbani, unaanza kuedit hiyo mchakato mzima, lakini wewe nao una uwezo huo wa kufanya? Mimi na shoot na edit pia. Japo changamoto zipo, kama hapo awali nimekwambia kwa mwalimu ni mwalimu. Naweza nikaedit alafu mwisho wa siku akapitia akaniambia dogo, hapo umeenda vibaya, alafu akaninyoosha. Na mimi kesho kutwa nitazingatia kile ambacho amenielekeza, unaona? Ndio kama hivyo. Kwa hiyo mimi na shoot na kuedit pia. Na vipi kuna baadhi ya kazi zako ambazo ulizozifanya ukamuonesha brother, aona kazi ambayo nimefanya hii, akapitia akasema hapa mdogo wangu sina cha kusaisha? Kazi zipo nyingi kabisa. Kuna dogo moja anaishi Atwa. Wimbo wake unaitwa One Day. Ni wimbo ambao una mazingira fulani ya chini. Lakini kwa hiyo amenipa wimbo, akaniambia dogo, nataka nikuchallenge. Huu wimbo andaye idea mwenyewe na ushuti mwenyewe, kala kila kitu alafu utoe.
coming soon unakata mwenyewe. Kwa hiyo nilifanya hivyo. Alafu mwisho wa siku akanisupport akaniambia mdogo wangu kumbe unaweza. Kwa hiyo sasa hapa sina wasiwasi. Kwa hiyo sasa hivi na uwezo wa kushika kamera kwenye wasanii wakubwa, hata kwenye Diki nashika kamera nini na shoot. Kwa hiyo sina wasiwasi mwenyewe, hata kwenye kuseti kamera nini vyote naelewa blaza. Yeah. Na hivi inawezekana mtu akaja anataka kujifunza naye awe kama wewe. Hivi inakuaje mpaka aje kwenye kampuni yenu na kuanza kujifunza? Sawa, kama hapo awali nilikwambia wakuja waje tu. Yeah, sisi hatuna ubaguzi, ila sasa kwenye kujifunza inatakiwa ongee na mkubwa wangu. Akishakupa mwelekezo nini dogo, natakiwa uzingatie kitu fulani. Kwa hiyo cha kwanza wewe utashika begi kwanza tu. Kila location wewe ni wa begi. Kwa hiyo ukisema mbona sielewi? Unaona? Wewe ni wa begi kila siku nini? Ila Tolo waga anafundisha vizuri. Anakuambia dogo, mimi sitakuikalia chini eti nikuelekeze dogo unafanya hivi. Macho yako tu. Kama una akili utaelewa. Kwa hiyo kama mimi blaza akiwa na edit unakutanishaga nipo hata mgongoni kabisa na muangalia bro. Sehemu ambako anaguzagusa afu namwambia blaza hebu rudia kama sijaelewa. Elewa hivi umeendaje na hapo ndo nataka. Dogo ingia hivi afu unatoboa. Kwa hiyo kama wakujifunza waje tu. Yeah. Maelewano tu ni pesa kidogo, sio sana tu, ni kidogo ya. Na hivi una muda gani kwenye kazi yako, kwenye ulianza kujifunza mpaka sasa hivi una muda gani? Mimi nina kama miaka 3 kwa sababu nilianza kusoma kwanza. Bro alinizuia akaniambia dogo, siwezi nikakuweka kwenye haya mambo, inabidi kwanza usome ukimaliza ndio tutakuwa pamoja. Lakini licha ya kusoma nilikuwa naibaiba ya dogo kidogo tu. Kwa hiyo alivyokuja kunisainisha moja kwa moja nikawa mimi nishakuwa na ujuzi wa kufanya jambo. Kwa hiyo sasa hivi na kama miaka 3 kabisa. Yeah. Na vipi, changamoto ipi ambayo mnakumbana nayo kwa location? Unakumbana nayo location huko? Changamoto ni nyingi blaza. Changamoto ni nyingi, kwa mfano unaenda location mwenyewe, hamuna mtu wa kukushikia reflector. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Inabidi tena waanze kuomba wale wasanii, "Wewe blaza nisaidie hapa." Na hana uzoefu kabisa wa kupiga reflector ile. Kwa hiyo unakutanisha tena unaacha kamera unaenda unamuelekeza mwanangu fanya hivi. Unaona? Ndio kama hivyo. Na changamoto zipo kama mvua nini, ndio kama hivyo. Vipi, ishawahi kutokea kabisa ukajikuta huko location ukaenda na brother wako, kisha baada kuna changamoto hii ukatamani brother angekuepo hapa basi angenifanyia basi kitu fulani hapa? Ishanitokea. Nakumbuka nilikuwa na shoot nyimbo za Sepea. Ilikuwa albamu ya nyimbo 9. Kwa hizo nyimbo 9 mimi ndo nimezishoot. Nakumbuka nipo location nilikuwa na kamera ya Sony. Sasa kamera ya Sony yenyewe tunatumia power bank zaidi. Sasa charge ikawa imeisha, power bank yenyewe ikawa imezima. Kwa hiyo na nilikuwa bado nina shoti moja. Ikabidi sasa nitumie hekima kuelewesha wale wa mama, bwana ni hivi na hivi. Na bado ndo tumeanza hivyo. Nilijikuta mwenyewe nimechanganikiwa, nikampigia brother simu, "Bro, huku mambo yamekuwa hivi." Dogo angalia utafanyaje?" Nikamwambia, "Bro, mimi nimeishiwa." Kwa hiyo ilibidi mimi nipige magoti, nikaelekeza wale wa mama, bwana ni hivi, changamoto inatokeaga kwenye kazi. Kwa hiyo kesho nitajitahidi nije nimejipanga ipasavyo. Kwa hiyo tutafanya kazi hata nyimbo 3 tutamaliza. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo ishanitokeaga kabisa. Kwa hiyo nikajikuta nimefeli. Na nilifokewa na blaza yangu kwa sababu aliniambia, "Dogo wewe kesho ulijua unaenda location, unaenda kazini. Kwa nini kulala unajipanga?" Kwa hiyo hicho kitu mimi nikiweka akilini, nikiwa nina kazi yangu, kwa mfano nitafanya kesho nini huko, leo ni mwendo wa kujipanga kabisa, kama betri zilale zimejaa, ili kesho ni kuamka ni mwendo wa kazi. Ndio kama hivyo blaza. Na vipi, unaweza kuwaambia nini wasanii au wana sanaa hapa kwetu ambao wanatengeneza muziki? Najua mnapika upande wa muziki tu. Cha kuambia wasikate tamaa, waendelee tu. Pia kama wamemzoea Tolo waendelee kumzoea hivyo hivyo, ila kuna chimbuko lake linakuja na miaka ya mbele huko, hilo chimbuko lake litakuja kufanya kitu kikubwa. Kwa hiyo wakae makini, wakae tayari kwa kumpokea mdogo wake, pia atakuja na kitu kikali sana. Hivi unawaambia ni sawa watazamaji wa Abedi TV? Watazamaji mimi na wakubali kabisa, pia na najua kuwa mnanisapoti na mtanisapoti pia. Kwa hiyo wale ambao wanahitaji kujifunza waweze kuja tu,
tutawafunza na mimi kile kidogo ambacho ninacho nitawaelekeza na tutaishi pamoja. Unajua kula kidogo share na mwenzio. Ndio kama hivyo tutakula wote kidogo kidogo ili tuenee kama familia. Hii Abedi TV jicho la nyumbani. Nyuma ya kamera iko Rauli Graphic, ni Sadma Maisha. Alamsik. Abedi TV.